Hii ni hashtag Elimika. Hashtag Elimika. Hii ni hashtag Elimika. Hashtag Elimika. Imekuwa ni tajamala zaidi Saada na Sudi kuungana nawe tena ndani ya hashtag Elimika, sehemu pekee unayopata elimu zaidi. Nami na kusalimu kwa salamu yetu ya kila siku, hashtag Elimika, na imani umeitikia elimu zaidi. Karibu sana mtazamaji wa Arise TV hapa ili uweze kujua yale ambayo tunakuletea ndani ya hashtag Elimika, ambayo yatakufanya wewe kufumbua akili yako na kukufanya kuwa zaidi ya kile ulichokuwa ukitarajia. Hii leo tunakwenda kutizama nchi ndogo zaidi duniani. Je, unafahamu nchi ambayo au taifa ambalo ni ndogo zaidi duniani? Kaa hapa ndani ya hashtag Elimika. Mimi ni Samson Kesi, Mr. Samfact wa hashtag Elimika. Hii ni hashtag Elimika. Hashtag Elimika. Nchi ya Vatican au Vatican City kwa Kiingereza, Città del Vaticano kwa Kiitalia, ni taifa dogo zaidi duniani kwa ukubwa na idadi ya watu, lakini lina umuhimu mkubwa wa kiroho na kihistoria, hasa kwa kuwa makao makuu ya kanisa Katoliki duniani. Hapa ni maelezo kuhusu chimbuko, uongozi, jeshi, sarafu na namna Vatican inavyojisimamia. Chimbuko la nchi ya Vatican ilianzishwa rasmi kama taifa huru mnamo Februari 11 mwaka 1929 kupitia mkataba wa Lateran, yani Lateran Treaty, kati ya serikali ya Italia na kanisa Katoliki chini ya Papa Pius wa 11 na Benito Mussolini kwa upande wa serikali ya Italia. Kabla ya hapo, kanisa Katoliki lilimiliki maeneo makubwa ya Papa State hadi ilipotekwa mwaka 1870 na kuunganishwa na Italia. Papa aliendelea kujiona kama mfungwa hadi mkataba huo uliposainiwa. Kiongozi mkuu wa nchi ni Papa, ambaye pia ni kiongozi wa kanisa Katoliki na ana mamlaka ya kiroho na kisiasa. Vatican ina mfumo wa monokaria ya kifalme na ya kipekee, ecclesiastical monarchy, ambayo Papa ndiye mfalme. Kuna pia baraza la makardinali, College of Cardinals, ambalo huchagua papa mpya akifa au akijiuzulu. Mambo ya utawala wa kila siku husimamiwa na gavana wa Vatican, President of the Governorate, chini ya mamlaka ya Papa. Lakini pia unaweza kujiuliza namna gani nchi hii inaweza kujilinda. Masuala mazima ya jeshi na vikosi. Jeshi la Vatican halina vikosi vikubwa vya kijeshi kama mataifa mengine, lakini hata hivyo lina walinzi wa kipapa, Swiss Guard. Hawa ndio walinzi wa kibinafsi wa Papa. Walianzishwa mwaka 1506 na wanajulikana kwa mavazi yao ya rangi ya njano, bluu na nyekundu. Lakini pia wanajeshi hawa ni vijana kutoka Uswizi na wenye maadili ya imani ya Kiroma na wamefunzwa kijeshi. Kuhusiana na sarafu au namna ya kufanya biashara ndani ya nchi hiyo, masuala mazima ya malipo, shekeli na ankara, Vatican haina sarafu yake ya kipekee, lakini inatumia euro kupitia makubaliano maalum ya Umoja wa Ulaya, ingawa si mwanachama wa EU. Vatican hutoa sarafu za euro zenye alama ya nembo ya Vatican, ambazo ni adimu na zinapendwa sana na wakusanyaji wa sarafu almaarufu kama collectors. Namna inavyojitawala ni kwa namna ya theokrasia, utawala wa kidini unaoongozwa na Papa. Haina mfumo wa uchaguzi wa kidemokrasia kama nchi nyingine. Sheria zake zinategemea kanuni za kikanisa, canon laws, na ina huduma zake za posta kama benki ya IOR, Institute for Religious Workers, radio yani Vatican Radio, runinga, hospitali ndogo na polisi wake wa ndani yani Gendarmerie Corps. Lakini vipi kuhusu uhusiano wake na mataifa mengine? Salia hapa ndani ya hashtag Elimika. Hii ni hashtag Elimika. Hashtag Elimika. Tunaendelea. Mimi ni Mr. Samfact, Samson Kesi wa hashtag Elimika. Vatican ni taifa huru linalotambulika kimataifa na lenye uwakilishi wa kibalozi, yani diplomatic recognition, katika nchi zaidi ya 180 duniani.
Lakini kwa sababu ni makao ya kanisa la Kiroma, Vatican hutuma mabalozi wake wanaoitwa nuncio wa kitume, apostolic nuncio, badala ya ubalozi wa kawaida. Nuncio anawakilisha papa na pia anaweza kuwa kama mshauri wa kanisa katika nchi husika. Mkataba na Umoja wa Mataifa. Nchi hii si mwanachama kamili wa Umoja wa Mataifa, lakini ina hadhi ya mwangalizi wa kudumu, permanent observer, inayomwezesha kutoa maoni kwenye mikutano bila kupiga kura. Lakini mikataba ya kidiplomasia, Vatican husaini mikataba maalum na nchi mbalimbali kuhusu masuala ya dini, haki za makanisa, uhuru wa kuabudu na kadhalika. Hii huitwa concordat. Lakini unaweza ukajiuliza, ni namna gani unaweza ukaupata uraia wa nchi hii ndogo zaidi duniani? Tofauti na mataifa mengine, huwezi kuwa raia wa Vatican kwa kuzaliwa au kwa kuomba uraia wa kawaida kama kwa uhamiaji. Uraia wa Vatican ni wa pekee kabisa. Uraia huu unatolewa kwa sababu ya kazi na hutolewa kwa wafanyakazi wa Vatican na taasisi zake, hasa maaskofu na makardinali wanaoishi na kutumika ndani ya Vatican. Lakini pia walinzi wa kipapa, Swiss Guard, hao pia ni miongoni mwa watu wanaoweza kupata uraia kwa wakati huo. Lakini maofisa wa serikali ya Vatican, wafanyakazi wa mashirika ya kipapa. Lakini uraia huu hudumu kwa muda mfupi tu, yani unamalizika pale mtu anapomaliza kazi au huduma yake. Kwa maana nyingine ni kwamba unapewa uraia kwa kazi maalum. Familia na raia wake wako vipi? Kuna wake, kuna waume na watoto wa watu waliopatiwa uraia wa kazi wanaweza pia kupewa uraia kwa muda ikiwa wanaishi Vatican. Lakini hakuna uraia wa kudumu au kwa kurithi. Mtoto hata akizaliwa ndani ya Vatican hapati uraia wa kuzaliwa hapo, tofauti na nchi nyingine duniani, mfano Tanzania. Hakuna mtu anayeweza kuomba uraia wa Vatican kwa hiari au kwa kuhamia. Lakini pia ukiondoka kikazi Vatican, uraia wako unakoma mara moja. Mara nyingi wale wanaopoteza uraia wa Vatican hupatiwa uraia wa Italia moja kwa moja kulingana na mkataba maalum kati ya serikali ya Italia na Vatican. Lakini vipi kuhusu maisha ya kila siku ya Vatican? Unaambiwa nchi hii ina idadi ya watu au wakazi wapatao 800 hadi 900, wengi wao wakiwa viongozi wa kanisa la Roma, wanajeshi wa Swiss Guard na wafanyakazi wa serikali ya Vatican. Hakuna nyumba za kiraia au jamii ya watu wa kawaida. Ni wakazi walioteuliwa tu kwa sababu za kazi au nafasi maalum. Makazi hayo yanahusisha Vatican Guest House, Domus Sanctae Mater. Hapa ndipo hayati Papa Francis aliishi kwa muda wake wote. Makao ya maaskofu na makardinali na watawa ndani ya mji wa Vatican. Lakini vipi kuhusu elimu? Kwamba kuna shule au kuna madarasa? Vipi kuhusu vyuo? Kaa hapa ndani ya #Elimika. Hii ni #Elimika. #Elimika. Mwana #Elimika. Vatican City haina shule za kawaida za msingi au za sekondari kwa watoto kama ilivyo kwa mataifa mengine. Hata hivyo, kuna taasisi muhimu za elimu ya juu ya kidini, Pontifical Universities kama vile Gregorian University, Lateran University na kadhalika. Taasisi hizi huandaa mapadre, watawa na wataalamu wa theolojia kutoka kote duniani. Lakini vipi kuhusu huduma za afya? Mwana #Elimika. Vatican ina kituo kidogo cha afya kiitwacho FAS, Fondazione Policlinico Gemelli, huduma maalum kwa raia wa Vatican na wafanyakazi wake. Lakini vipi ukiumwa? Wagonjwa wa hali mbaya au wanaohitaji huduma maalum husafirishwa hadi hospitali kubwa jijini Roma nchini Italia. Lakini pia kuna maduka ya dawa, yani pharmacies, yanayohudumia wafanyakazi na raia wa Vatican. Kuhusu viwanja vya ndege, nchi hii haina uwanja wa ndege. Vatican haina uwanja wa ndege wa kibiashara kutokana na ukubwa wake wa kilomita za mraba zipatazo 0.49 tu. Lakini hata hivyo, kuna uwanja mdogo wa helikopta, heliporte, ndani ya Vatican unaotumiwa na Papa kusafiri, hasa kuelekea uwanja wa ndege wa Fiumicino au maeneo ya Italia. Usafiri wa kimataifa wa Papa anapozuru nchi hufanywa kupitia uwanja wa ndege wa Leonardo da Vinci, yani Fiumicino wa jijini Roma. Vatican ni ndogo sana. Mtu anaweza kuitembea yote kwa miguu ndani ya dakika 30. Kuna magari machache ya serikali, lakini raia na viongozi wengi hutumia baskeli au magari madogo ya electric car, yani yanayotumia umeme. Kuna stendi ndogo ya train, Vatican Railway Station, lakini hutumika mara chache sana kwa mizigo au safari maalum za kidini. Vipi kuhusu uchumi, pato la taifa na namna linavyojiendesha? Vatican haina uchumi wa kawaida wa kibiashara kama nchi nyingine.
Hapa pato lake la taifa linatokana na vyanzo maalum. Vyanzo vyake vya mapato ni michango ya waumini, Peter's Pense, yaani misaada ya kifedha kutoka kwa Waroma kote duniani. Utalii wa makumbusho ya Vatican, yaani Vatican, hapa hupokea mamilioni ya watalii kila mwaka wanaotembelea eneo hilo kwa ajili ya kutalii. Lakini pia wanatalii nini? Wanatalii ndani ya kanisa la Mtakatifu Petro, makumbusho ya Vatican, yani Vatican Museum, Sistine Chapel, yani mchoro maarufu wa Michelangelo. Lakini uuzaji wa stempu, sarafu na zawadi za kidini. Uwekezaji wa Vatican. Vatican ni vitega uchumi mbalimbali duniani, yani hisa, mali isiyohamishika na kadhalika. Lakini pia benki ya Vatican, IOR, nilikuambia hapo mwanzoni, ambayo hutoa huduma za kifedha kwa taasisi za kidini, sio kwa watu binafsi kama benki za kawaida. Lakini vipi? Matumizi makuu ya nchi hii huwa ni kwenye nini? Matumizi yake makubwa, mwana #Elimika, ni mishahara ya wafanyakazi, gharama za uendeshaji wa Vatican, misaada ya kimataifa ya kijamii na ya kidini. Hapa tunaangalia ile misaada inayolenga jamii hasa kwenye maeneo ya vita, mfano Gaza na kule Palestina, lakini bila kusahau kule Ukraine na maeneo mengine yanayokumbwa na vita pamoja na shida za kibinadamu. Kumbuka, hakuna takwimu rasmi za pato la taifa kama GDP ya mataifa mengine. Hata hivyo, bajeti ya kila mwaka huwa takriban euro milioni 300 hadi euro milioni 350. Lakini naamini unajiuliza, mwana #Elimika, vipi kuhusu uhusiano uliopo kati ya Uswizi na Vatican mpaka ikapelekea wanajeshi kutoka Uswizi, yani Swiss Guard, kufanya kazi ndani ya Vatican City? Asili ya walinzi wa kipapa, chanzo na uhusiano wake na historia ya kijeshi ya Uswizi. Katika karne za kati, yani Middle Age, wanajeshi wa Uswizi walikuwa maarufu Ulaya kwa ujasiri, uaminifu na mafunzo bora ya kivita. Mataifa mengi pamoja na makanisa yaliwaajiri kama wanajeshi wa kukodiwa, yani mercenaries. Papa Julius wa pili aliyetawala mwaka 1503 hadi mwaka 1513 aliguswa na sifa za wanajeshi hao, na mnamo Januari 22 mwaka 1506 kikosi cha kwanza cha Swiss Guard chenye wanajeshi wapatao 150 kiliingia Roma kulinda Vatican. Ndio tarehe rasmi ya kuanzishwa kwa ulinzi huo. Lakini sababu za kipekee kuendelea kutegemea Uswizi ni uaminifu wa kihistoria. Mnamo mwaka 1527 wakati wa uvamizi wa Roma, Sack of Rome, Swiss Guard yenye wanajeshi wapatao 147 walikufa wakimtetea Papa Clement wa 7. Tukio hili lilithibitisha uaminifu wao wa hali ya juu. Lakini Uswizi ni nchi isiyotegemea upande wowote, yani ipo neutral. Hii inamaanisha kuwa walinzi wake hawawezi kutumia nafasi hiyo kwa maslahi ya kisiasa, ambalo ni jambo muhimu sana kwa Vatican. Mantiki ya Kiroma, wote wanaojiunga na Swiss Guard lazima wawe na imani ya kuliamini kanisa la Roma, na Uswizi ina sehemu kubwa ya watu wenye mizizi ya Kiroma. Lakini pia mikataba rasmi. Kila wakati kuna makubaliano ya moja kwa moja kati ya serikali ya Uswizi na Vatican kuhusu walinzi hao. Lakini naamini unajiuliza juu ya sifa za kujiunga na Swiss Guard. Labda ungetamani kujiunga, au namna ambavyo wanaendesha jeshi hilo. Mtu anayeomba kuwa Swiss Guard lazima awe raia wa Uswizi pekee, awe Mroma, yani awe na imani inayoamini kanisa la Roma, lakini awe mwanaume mwenye umri wa miaka 19 hadi 30 na awe amehitimu mafunzo ya kijeshi ya Uswizi. Lakini kuhusu urefu, hilo nalo linazingatiwa. Awe angalau na sentimita zipatazo 174, lakini asiwe na rekodi ya kihalifu na awe na mwenendo mzuri wa kiroho na kijamii. Wajibu wao hasa ni upi? Kazi yao si ishara tu, ni walinzi halisi waliopitia mafunzo ya kisasa ya ulinzi. Humlinda Papa binafsi, milango ya kuingia Vatican, matukio makubwa ya kidini, lakini wakiwa na mavazi ya kale ya rangi ya blue, njano na nyekundu wakati wa hafla, lakini wakati mwingine huvaa sare za kisasa. Vipi kuhusu uhusiano wa Vatican na Italia? Tukumbuke kwamba Vatican ipo ndani ya nchi ya Italia. Mwana #Elimika, salia hapo hapo, jibu na kupa ndani ya muda mfupi. Hii ni #Elimika. #Elimika. Mwana #Elimika, jibu ni kuwa Vatican hawana uhusiano wala mwingiliano wa moja kwa moja wa kiserikali na nchi ya Italia. Kila mmoja ni nchi huru, yani uhusiano wao unadhibitiwa na mkataba wa Lateran uliofanywa mwaka 1929. Mkataba huu baina ya Italia na Vatican ndio msingi wa uhusiano wao hadi leo.
Mpaka kufika hapo mwana hashtag Elimika, ni imani yangu kuwa umepata kufahamu na kutambua juu ya mwenendo, hali ilivyo, nchi ilivyo na namna ambavyo taifa hili la Vatican linajiendesha. Kwa ujumla Vatican ni nchi huru kabisa, lakini kutokana na ukubwa wake mdogo huitegemea Italia kwa huduma nyingi kwa misingi ya heshima na makubaliano. Lakini pia zipo nchi nyingine zilizo ndani ya nchi nyingine kama ilivyo Vatican. Tukumbuke kuwa Vatican imo ndani ya nchi ya Italia, lakini vipi kuhusu mataifa mengine? Ni yapi hayo yaliyo ndani ya nchi nyingine, yani enclave? Ndiyo, ipo mifano halisi ya nchi nyingine zilizoko ndani ya mataifa mengine. Mfano, San Marino ni nchi huru kabisa iliyo ndani ya Italia kama Vatican, lakini haina bahari na ina mipaka yote ndani ya Italia. Ni ya kidemokrasia tofauti na Vatican ambayo ni ya teokrasia. Lakini pia kuna taifa la Lesotho, nchi huru kabisa iliyo ndani ya Afrika Kusini. Hii ni mfano wa pekee barani Afrika. Lakini hivyo ni nchi 3 huru duniani ambazo ni enclave nzima zikiwa ndani ya nchi nyingine. Ni Vatican City ndani ya Italia, San Marino ndani ya Italia, lakini Lesotho ndani ya Afrika Kusini. Lakini ngoja nikupe mtiririko mataifa mengine madogo 10 zaidi duniani kwa ukubwa wa ardhi. Na haya ni mataifa 10 madogo zaidi duniani kwa eneo la kilomita za mraba na ukubwa wa nchi hizo. Vatican City inaongoza ikiwa nafasi ya kwanza, ikiwa ni nchi ndogo zaidi duniani yenye kilomita za mraba zipatazo 0.49, ambapo ni makao ya Papa na inapatikana ndani ya nchi ya Italia. Lakini Monaco, hii ina kilomita za mraba zipatazo 2.02, mji wa kifahari kando ya Ufaransa. Lakini pia kuna Nauru yenye kilomita za mraba zipatazo 21, kisiwa cha bahari ya Pasifiki, haina mji mkuu rasmi. Lakini pia kuna Tuvalu yenye kilomita za mraba 26, visiwa vya Pasifiki vinavyokabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia kuna San Marino yenye kilomita za mraba 61, moja ya nchi kongwe zaidi duniani. Liechtenstein yenye kilomita za mraba 160, na hii iko katikati ya Uswizi na Austria, haina uwanja wa ndege. Lakini pia ipo Marshall Island yenye kilomita za mraba 181, visiwa vya Pasifiki na vina historia ya majaribio ya nyuklia ya Marekani. Lakini namba 8 ni St. Kitts and Nevis yenye kilomita za mraba 261, inapatikana huko Caribbean na inategemea utalii wa sekta ya fedha. Lakini Maldives au Moldova yenye kilomita za mraba 300 ni nchi ya visiwa maarufu kwa utalii wa kifahari. Lakini namba 10 inafungwa na Malta yenye kilomita za mraba 316, ni nchi ya Ulaya yenye historia tajiri ya Roma na Kinglight Tempala. Hitimisho ni kuwa Vatican na Italia zinaheshimiana kama mataifa huru bila kuingiliana kwa misingi ya kihistoria na mkataba wa 1929. Kuna mataifa mengine madogo 10 kama nilivyokutajia hapo awali yaliyopo duniani, mengi yakiwa visiwa au miji huru ya kihistoria. Hii ni hashtag Elimika na imani umejifunza zaidi. Hapa ni elimu zaidi. Hashtag Elimika inakuja kila siku ya Alhamis, muda na wakati kama huu. Ulikuwa nami mwalimu wako wa dhati Mr. Samfact Samson Kesi, na hii ni hashtag Elimika ya Arezian TV. Hii ni hashtag Elimika. Hashtag Elimika.